Salamu ambazo wametuma tuziwakilishe zinatoka katika kitabu cha Wathesalonike wa pili sura ya 3 na mstari wa 1. Biblia imeandikwa, hatimaye ndugu, tuombeeni neno la Bwana liendelee na kutukuzwa vile vile kama ilivyo kwenu. Mungu awabariki sana. Na zipokea hizo salamu. Kama mnazipokea nisikie amina kubwa kabisa. Amina. Nishukuru Mungu kwa mwaliko huu na heshima ambayo umenipa kuweza kufika kujumuika nanyi kwenye ibada hii ya leo ambayo inajumuisha kufungua ofisi na kusimika mashemasi. Amen. Niseme kutoka moyoni mwangu, hongereni sana kwa ofisi nzuri. Hiyo amina haitoshi. Hongereni sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Mshike mkono jirani yako, mwambie hongera sana kwa hela uliotoa. Ukiona bado amenuna ujue ya kuchangia wewe. Hongereni sana. Ni ofisi nzuri na inaleta heshima kabisa. Mungu awabariki sana. Mmefanya kazi nzuri sana na tunajisikia vizuri. Amen. Amen. Mungu awabariki sana sana. Yesu nasimama, ndiye Bwana ni salama, ndiye Bwana ni salama, ndiye Bwana ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye Bwana ni salama, ndiye Bwana ni salama, ndiye Bwana ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake nionanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye Bwana ni salama, ndiye Bwana ni salama, ndiye Bwana ni salama. Rumi 16 mstari wa 25 na wa 26. Sasa na atukuzwe yeye awezaye kuwafanya imara. Hebu sema kufanyika imara. Yeye awezaye kuwafanya imara sawa sawa na injili yangu na kwa kuhubiriwa kwake Yesu Kristo, sawa sawa na ufunuo wa ile siri iliyositirika tangu zamani za milele. Sema siri. 26. Ikadhihirishwa wakati huu kwa maandiko ya manabii, ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele, ili waitii imani. Haleluya. Paulo anasema mahali popote inapohubiriwa injili, watu hufanyika imara. Amen. Mahali popote, wakati wowote, injili inapohubiriwa, watu hufanyika imara. Wangapi wako imara huko ndani? Wengine wanainua kinyonge kweli yani. Mwambie jirani yako, ukitumwa sura iliyo imara, utaijia hii ya kwako. Hebu muulize kabisa kwamba tukiagizwa sura iliyo imara, itaijiwa hii. Mwingine anafanya tu Haleluya. Watu hufanywa imara kwa ujumbe wa neno la Mungu uliobeba ufunuo wa siri ya Mungu. Maandiko ndani yake yana siri ambayo Mungu anataka watu wake waijue. Paulo anasema siri hii bwana, ilikuwa imefichika tangu milele, lakini sasa iko wazi
na kanisa linapaswa kuijua siri hiyo. Kolosai 1:26 na 27. Unafahamu wa Kolosai walipo? Wengine mpaka waende kwenye yaliomo. Kristo ndani yetu. Hebu sema Kristo ndani yetu. Paulo anasema kama alivyo mume na mke, anasema ndivyo ilivyo kanisa na Kristo. Sisi ni mwili wa Kristo. Si mnajua hiyo? Sisi ni mwili mmoja naye. Hivi mshawahi kuwaza hiyo? Mimi na Yesu ni mwili mmoja. Akisema mimi ni mwili wake, maana yake mimi ni sehemu yake. Ndivyo ambavyo Mungu anatuona na ndivyo ambavyo ulimwengu wa kipepo unavyotuona. Wanapokuona unatembea barabarani, wanaona ni mwili wa Kristo unatembea. Kristo ndani yetu ni siri ya ajabu sana. Unapokaa mahali ni Yesu amekaa hapo. Haiwezekani ukasema kwamba mimi sikwenda, mkono ulienda. Haiwezekani, ni wewe. Umechukia? Ni siri. Yesu akasema mimi ni mzabibu na nyie ni nini? Hivi tawi na mzabibu wana tofauti gani kwani? Ni wale wale. Kwa sababu ukitaka upate mzabibu mwingine, unakata tawi, unaenda kulipanda, inakuwa mzabibu tayari. Tumeungamanishwa, ni viungo katika mwili wa Kristo. Popote unapotembea, ndio maana akasema ninyi ni mabalozi wangu. Sio mabalozi wa nyumba 10 wala wanaokunywa gongo, achana nao. Balozi kwa maana mwakilishi wa nchi. Kama vile ukienda Dar es Salaam unaambiwa huu ni ubalozi wa Marekani. Yaani ule ubalozi wa Marekani uko ndani ya Dar es Salaam. Lakini ukiingia tu ndani ya lile eneo la ubalozi unahesabiwa huko nchi nyingine. Asha wewe ukiwa balozi wa Kristo, maana yake ni mbingu zinatembea ndani ya dunia. Hivi naongea na watu hapa. Pale ambapo utaingia kuishi na kukaa, panageuka kuwa ubalozi wa mbinguni. Nyumba yako, chumba chako, hata kama umepanga, kile chumba panaitwa ni ubalozi wa. Mtu akiingia mle ameingia kwenye ufalme mwingine kabisa. Hivi ninaongea na watu mahali hapa. Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Ni siri ambayo wengine hawajui, lakini sisi tumeibeba hiyo. Ukiingia ofisini, ile ofisi inageuka kuwa ubalozi wa Kristo Yesu. Unapoongea, mbingu zinaona ni ubalozi wangu ameongea. Shetani anaona ni Yesu ndani ya mtu huyu ameongea. Hivi una uwezo wa kusema amina iliyoshinda. Na ndio maana ukigeuza sura ukamwangalia pepo mwenyewe amejitambulisha. Nani kakuuliza? Sema amina yenye afya. Ukilijua hilo uwezo ukatembea kama yatima wakati una baba mkuu namna hii. Sema amina iliyojaa. Nimesema sema amina iliyojaa. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 16 na 17 nitaongea tu. Inasema kwamba aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Hilo andiko tunalifahamu wa Pentekoste. Kumbe ni mwili mmoja na Kristo, lakini pia ni roho moja na Kristo. Hakuna upendeleo kama huu. Yohana akasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Nilijiwekea azimio moja kwamba sitakufa mpaka nimeacha historia hapa duniani. Kabisa. Mwambie jirani yako, ukifa leo wanakukumbuka kwa lipi? Kuna watu ukifa leo hawatalia kwa huzuni, watalia kwa furaha. Maana Mungu alikuchelewesha mno kwenda. Poleni, asante. Inauma sana. Kwa nini? Mungu alichelewa mno kulichukua. Si kila machozi ni uchungu, kuna machozi mengine ni ya furaha. Mama ukifa leo, watoto wako wataorodhesha mangapi kusema mama alituachia hii urithi?
tunamkumbuka. Mama yangu namkumbuka kwa sababu ya 1, 2, 3. Baba yangu namkumbuka kwa sababu ya 1, 2, 3. Mgeukie jirani yako, mwambie uso kukushuka hivi kuna shida. Mimi sijui kama bado mna ratiba ya kunisikiliza. Palikuwa na wana wapotevu wawili. Nyie mnasemaga mmoja, mimi wanasema walikuwa wawili. Tofauti yao ni moja. Kuna mmoja alipotelea nje ya nyumba, mwingine alipotelea ndani. Hivi naongea na watu mahali hapa. Unaweza kuwa na watoto wawili, mmoja akaharibika akaamua kwenda machimboni, ukasema nimepoteza. Na kuna mwingine unasema nimepoteza na nalala chumbani humo ndani. Lakini ukimwangalia unasema sina mtoto. Au unaongea vitu ambavyo havipo. Anakula mezani pako, analala hapo hapo nyumbani, mnamkiana asubuhi, lakini kichwani unasema tu mwenyewe hapa shoti. Wazazi wananielewa ninachokiongea. Kuna mtu ambaye ukimwangalia unasema, yani huyu hata nikizeeka uzee wangu mwema. Anaenda huyu, asikwalibika huyu. Uzee wangu utakuwa mwema. Kuna mwingine anasema hapa neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Kuna mwingine ukitaka kumwombea ukaamua kuabudu, unaabudu hivi, asante Yesu. Kwa sababu gani? Ukiwaza tu jinsi alivyo mpaka unasema asante Yesu. Kuna mwingine ukitaka kumwombea ukianza kuabudu, najua Bwana waona. Mimi sijui kama bado mnataka kunisikiliza. Wazazi wananielewa ninachokiongea. Katika wale watoto wawili, yule ambaye huwa tunamlaumu sana, mimi kuna wakati nilikaa nikamwaza, nikaona kidogo ndani yake alikuwa ni mtu ambaye hakupata tu maelekezo mazuri, lakini alikuwa na akili nzuri sana. Kwa sababu aliona nitakaa kwa baba mpaka lini? Nitategemea baba mpaka lini? Alikuwa na spirit ya kuthubutu. Isipokuwa tu alikosea. Badala ya kuomba mtaji, akaomba urithi. Wengine wanasema, ni kwa sikia hiyo ifikiria kwa staili hiyo. Yeye alichopaswa ni kuomba mtaji. Sasa yeye akaomba urithi. Hicho tu ndo alikosea, network. Badala ya Airtel akanunua Tigo. Ni mitandao lakini tu alikosea. Yule jamaa akala zikaisha kwa sababu alikuwa hajakaa apate watu washauri wazuri. Alipoanza kula na nguruwe, Biblia inasema akakaa chini, akazingatia moyoni mwake. Mimi ndo hapo nasemaga hivi, sifa ya mwanaume ni kutokukata tamaa. Nitajua kwamba wewe ni mwanaume pale ambapo hukati tamaa. Niliwaambia pale Shalom, kwanza mwanaume kukata tamaa inaharibikia kweli. Bora hata ya mdada, nimekata tamaa kabisa. Pole, asante. Angalau inapendeza. Je, mwanaume umekata tamaa kabisa? Inaharibikia kweli. Mwanaume kukata tamaa. Nikawaambia pale kanisani, nikawapa changamoto wanaume. Wanaume wewe. Nikawapa changamoto wanaume. Nikasema mwanamke akikata tamaa, Mungu amempa plan B, amempa uchaguzi wa pili. Kama nimevunjika moyo kabisa, bora tu niolewe. Sasa mwanaume akikata tamaa, uolewe au? Mlisema bado mna mpango wa kunisikiliza? Mwanaume ni marufuku kukata tamaa, maana huna pa kwenda. Hivi naongea na watu mahali hapa. Lile jamaa lilipoporomoka akaanza kula na nguruwe, Biblia inasema akazingatia moyoni mwake. Huyo ndio mwanaume. Mkristo yeyote aliyepevuka
awe wa kike au wa kiume, unapochukua maamuzi fulani yakakuletea matokeo mabaya, huwa hatuvunjiki moyo, huwa hatukimbii, huwa hatukati tamaa. Unakaa chini, unazingatia, maana yake unafikiri nimefikaje hapa, ili ufanye uamuzi wa kubadilisha historia yako. Haleluya. Akasema nilifika hapa sababu nilifanya maamuzi ya kuchukua urithi, nimekwenda, nimetumia, zimeisha, sasa ndio nimefika hapa kwenye nguruwe. Nafanyaje hapa? Natokaje hapa? Niendelee kula na nguruwe? Hamna. Narudi kwa babangu. Hivi una uwezo wa kusema amina? Amen. Narudi kwa mzee. Alafu angalia akili ile jamaa, mimi nilisifu. Nimerudi kwa baba yake nikamwambia hivi, baba jambo la kwanza, siku hizi nimeokoka. Mwingine anasema unajuaje? Silisema nimekosea mbele yako na mbele za Mungu. Si ni sala ya toba tayari. Naja kwako mimi mwenye dhambi. Kwa jamani karudi kwamba nilifuata dunia imenipiga. Nimeamua kumgeukia Bwana wangu. Kwa hiyo mzee, cha kwanza nimeokoka mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Mzee akasema amina, na mimi nakuona umechongeka dogo. Jambo la pili likasema hivi, mzee niliomba cha kwangu ukanipa, nikala kikaisha. Sasa hivi siji tena kuomba changu. Maana najua nimekula kimeisha. Naomba tu uniajiri, nile jasho langu. Unaona akili ya mwanaume? Unifanye mmoja wapo wa watumishi wako. Maana yake ni nini? Mzee, nipe kaajira kidogo hapo kwenye kampuni. Swala ya urithi nishaka kula zikaisha, naomba tu ajira. Maana mzee alizingatia Tanzania na viwanda vya kutosha. Sasa mimi nile na nguruwe baba yangu na makampuni. Kama nilikula changu ni ajiri ili nikifanyie kazi. Mzee akasema dogo, nilikuwa nataka watu wenye akili kama wewe. Na nimeona nikupe tu hela uende kwa duniani ili kunyooshe dunia. Sasa umerudi umechongeka, wewe utanifaa sana kwa kazi. Sio wewe kaka yako aliyeharibikia ndani. Anaomba nguo ya ndani mpaka amekuwa mtu mzima. Baba boxer imeisha. Baba akasema tunapiga bonge la party. Surprise. Ng'ombe kachinjwa, kapigwa suti mpya. Biblia inasema akavikwa pete ya baba yake. Kipindi hicho ulikuwa ukivikwa pete na mtu, maana yake unatembea kwenye mamlaka ya mtu huyo kama ni yeye mwenyewe. Watu wakiona pete wanakuheshimu kama yule aliyekupa pete. Yusufu alipovikwa pete ya Farao, popote alipoenda watu walipoona ile pete walimuona Yusufu kama Farao. Baba alipompa pete, maana yake nimekuinua, sio mtoto tena. Nimekuinua sasa, na wewe ni mkuu wa kaya. Yaani level yangu ndio level yako. Unaamua kile ambacho mimi ningeweza kukiamua. Maana yake ni hii hapa, vyote nimeviweka chini yako. Sio kaka yako aliyeharibikia ndani. Blaza anakuja kutoka shambani na jembe lake. Alafu ukiangalia tu mtoto wa tajiri, badala ya kuweka vibarua analima mwenyewe. Ana akili timamu huyo. Ni matumizi mabaya ya fedha. Badala ya kuwapa watu wengine na wenyewe kalipe kodi ya nyumba, unalima mwenyewe na una hela. Hiyo ni akili mbovu sana duniani. Bonge la party, asipo na akili nzuri anafikiri ameandaliwa surprise. Anaambiwa wafanyakazi, vipi? Kuna nini huko? Anambia una bonge la party ya ghafla. Mzee surprise, sio surprise, dogo karudi. Wewe acha utani, dogo karudi. Kwa hiyo akisharudi, ndio mzee kamfanyia hii bonge ya sherehe. Wewe mzee kamfanyia sherehe dogo yule. Yule kaja urisi akaenda. Afanye kama michepuko kule huyo. Jamaa akasema siingii ndani. Akazira. Hakuna mtu anayeharibikia kama mwanaume kuzira. Bora hata ya mdada. Sasa mwanaume je? Ukiona mwanaume mtu mzima anazira kuja kanisani eti kwa sababu tu wamechelewa kumtembelea, alienda amefiwa akaenda kuzika karudi, wamechelewa kumtembelea haji kanisani. Nini? Inawezekana. Yaani ujue huyo ana ndevu nje, ndani ana bonge la nepi. Nafikiri mlisema bado mna ratiba ya kunisikiliza. Mimi siendi kanisani. Kwa nini?
Yaani mimi hapa nimeugua hapa, nimepata ujauzito, nimetapika miezi 3, nimelazwa, mpaka nimejifungua. Mama mchungaji haji, mama mzee haji. Wewe usisumbue watu mjini, ulipobeba mimba tulikuwa wote. Wewe vipi wewe? Ubebe kwa raha zako, usumbue watu mjini hapa majanga. Mimba bebe mwingine, kuangaishwa mwingine. Kapika kwa raha zako, zaa kwa raha zako, na uendelee na Yesu wako. Kama unanielewa nisikia nini hiyo chama ya. Kuna mama wengine anavalisha nepi mtoto na yeye anayoyapate bonge na muda mrefu. Baba akamwambia hivi, nilifikiri na mtoto kumbe na boga. Hiyo haijaandikwa, nakupa kwa matumizi ya ofisi yako, sawa? Kwa nini nashawishika mzee alisema hivi? Kwa sababu alimwambia hivi, miaka yote huko hapa nyumbani, vyote nilivyonavyo ni vya kwako. Ilikuwa ni wewe kujisevia tu. Ukitaka ng'ombe leo, kesho ule kuku, kesho kuto ule bata, wewe tu. Manake umevikalia na umeshindwa kuvitumia kwa sababu ya ubongo wako bado ni mchanga. Lakini mdogo wako alikuwa na akili ya kuzungusha, ila tu alikuwa hajapata ufahamu. Ameenda kule, amechongwa, amerudi, huyu ananifaa, na mweka juu ya makampuni. Wewe endelea kulima. Naongea na watu mahali hapa. Mungu anataka inue watu ambao anathubutu na haogopi kukosea. Kukosea ni sehemu ya kujifunza. Ana uwezo wa kuwachukua watu, akajenga ushawishi, akawaweka watu kufanya kazi ya Mungu. Mtu ambaye hata ukihama leo tunajisikia aise, kuna pengo limeonekana. Fulani kaondoka, kuna pengo linaonekana. Kuna wengine hapa ndugu yangu kija kuniaga kwamba unahama na kuandikia barua ya safari faster kabla hujaahirisha. Unaenda lini? Naenda wiki ijayo. Ngoja nikuandikie kabisa barua leo. Kwa nini? Tuondoe kimeo. Nakupa siri, tuondoe kimeo. Kuna wadada wengine mpaka mnasababishaga wachungaji wanajaribiwa. Kijana anakuja, mimi natokea kanisa fulani, kuna binti nimemwona hapa kanisani kwako, kwa nimekuja nipate kujua kama yuko vizuri kiroho. Ni nani? Ni fulani. Yule hayuko vizuri sana, yani safi. Mbona yuko vizuri sana? Lengo ni nini? Uoe, upeleke hicho kimeo kitoke kanisani. Basi wana, kwa sababu mmenuna sana, acha mimi niishie hapa. Namalizia kwa story hiyo alafu tukamshukuru Mungu, sawa? Alipokuwa ametumwa askofu mkuu Samueli kwenda kupaka mafuta mfalme kwenye nyumba ya Yese, alipofika pale anamwambia Yese, nitakula chakula na familia yako leo. Wote wakapigwa suti, kasoro Daudi akaambiwa kachunge kondoo. Unaonaje askofu mkuu anatembelea nyumbani kwenu, alafu wote wanavalishwa nguo nzuri ili kula na askofu, alafu unaambiwa kachunge mbuzi. Toka kachunge mbuzi, na ni mtoto halali wa familia. Samueli ameingia akasema, atuli na wala sikai mpaka nimuone masihi wa Bwana. Leta wanao hapa. Wakaanza kuingia masharobalo, suti kali, ndevu kachonga, namna gani. Bwana Yesu asifiwe, tumishi Mungu. Samueli anasema, I say huyu ndiye. Mungu anasema mna nishadiliti huyo. Kuna mwingine kaibuka shamba, komando wa jeshi, anasema hapa Mungu kajipatia. Mungu akasema asiangalie hao manyama. Mpaka wakaisha waliokuwa wanafikiriwa. Baadaye Samueli anasema, mzee, ndio hawa watu wa kwako? Mzee Yesu anasema, ndio hawa, ila. Yaani kuna watu kwenye familia yenu, yani wewe ni ila. Baada ya wengine wote kufikiriwa, ndipo na wewe sasa. Lakini nataka nikuambie usivunjike moyo kwa sababu ya hiyo. Wakati wao wanakuona wewe ni ila, Mungu anakuona wewe ni masihi wake. Hivi ninaongea na watu mahali hapa kabisa. Samueli akasema, hatukai. Askofu mkuu anasema, nitasimama na wewe baba utasimama, na wote hao waliokuwa wanawafikiria watasimama, mpaka ila amekuja. Mungu akianza kukuheshimisha, watu wote watapiga saluti, watake wasitake. Anaingia kwa jamaa na kaptula yake ya kuchungia mbuzi. Bwana asifiwe, shikao. Alafu Mungu anasema, haka
ndiko nimekachagua. Samueli anafungua mkoba wake, anachukua mafuta, anamimina juu ya Daudi. Wow! Wote waliokuwa wamejiinua akabakia. Bwana Samueli dogo. Kamemaliza kupakwa mafuta, kanasema wacha niwaoe wale kondoo. Mimi nampenda Daudi aisee. Yaani mafuta menyewe ndio yanakainua, lakini kenyewe kameshuka. Samueli akasema, wapi? Tunakula mezani hapa. Mzee, nanuka kondoo, nikaoge. Ukaoge wapi? Nimeweka mafuta juu yako, tunachonga msosi hapa. Mabaunsa na suti zao wote wamekaa hapo, kajamana kaptula kana askofu mkuu. Hivi Mungu ni wa ajabu. Ukitambua nafasi yako, hutahitaji kugombana na watu kujipigia debe. Hawanioni, nani akuone? Mungu akikuona, wengine wote haijalishi wanakuona au hawakuoni, ipo siku watapiga saluti wenyewe. Haleluya. Daudi amepakwa mafuta ya ufalme, alafu anachunga kondoo. Na kuna Sauli ambaye hana mafuta ya kifalme, amekaa ikulu. Watumwa wanapanda farasi, wakuu wanatembea kwa miguu. Lakini Daudi haikumsumbua ile. Anajua ikulu ni yangu. Hakuanza ninataka ikulu yangu, Yeye alitulia, anajua kwa wakati wake ninakalia ile siti. Kwa nini Mungu hakumchukua Daudi hapo hapo kumpeleka ikulu? Alikuwa bado umri wake mdogo, anahitaji mafundisho kwanza, alelewe yakue. Kuna watu unasikia ndani ni kama vile upasuke, lakini watumishi wakwambia hebu tulia kidogo. Usijifanye kama vile wewe ndio una Mungu sana. Mungu sio sana bisi ambayo ukiweka kwenye nani kwenye inaweza kupasuka. Amna, hautapasuka ndugu yangu. Tulia tu. Wakati utafika. Ukiona kuna mtu anapokuja kukuchumbia, halafu ana spidi kali sana, huyo mtu mpime. Yaani anakupenda I love you. Jihadhari sana na huyo mtu. Na ukiona unataka kuoa au kuolewa na mtu ukampenda mpaka unashindwa kujikontrol, huo upendo ukemee. Upendo wa Mungu huwa uko taratibu lakini hauachi. Upendo wa shetani huwa ni speed, ili ufanye maamuzi pasipo kufikiri na unajikuta umeshatumbukia. Hivi naongea na watu maneno. Daudi hakuwa na haraka, mafuta yako juu yake, lakini anayaacha mafuta menyewe yajitetee. Anaendelea kuchunga kondoo, na ikulu imekaliwa na mtu sie. Kuna watu hapa Mungu atakupaka mafuta, utaanza kuitwa mpaka kwa matajiri, kwenye biashara kubwa kubwa. Mtumishi wa Mungu naomba uombe. Jana nimekuja nikakuta ilizi inapumua hapa. Kwa hiyo nimeona nikuite mtumishi wa Mungu. Unaachilia fire. Ilizi inapasuka, unaipiga moto. Alafu kimza mzee vipi? Anambia sasa hivi biashara imenyooka. Lakini wewe bado umepigika, hata hela ya kula huna. Usiwe na wasiwasi. Hivi naongea na watu mahali hapa. Daudi yuko anachunga kondoo, akapewa kibarua cha kwenda kupiga keyboard ikulu. Mfalme akipandisha pepo anampigia keyboard, pepo anaenda, alafu anarudi polini kuchunga kondoo. Anaingia ikulu ambako anapaswa kukaa kwenda kumpigia keyboard mwenye mapepo ambaye hatakiwi kukaa hapo, alafu anarudi polini kuchunga kondoo. Usihangaike, ni kama vile uko duni na kuna wengine ambao kama hawastahili wako juu. Usihangaike, maisha ni foleni, kila siku inasogea. Utawapita kama wamesimama. Hivi naongea na watu mahali hapa. Nimesema ninaongea na watu mahali hapa. Usihangaike na waliotangulia, kila mmoja anaenda kwa wakati wake. Siku nimechomoka ni spidi 180. Nasikia uwepo wa Mungu mahali hapa. Mungu akaanza kumpa mazoezi Daudi. Kaleta simba, nasikia hamu ya kula kondoo. Daudi akasema nani? Aliwi mtu hapa. Upako ukashuka juu yake, anarua kondoo, simba. Wengine wanasimulia dogo ameua simba. Daudi wala hana shida na hizo promo. Yuko anachunga zake kondoo. Dubu naye akajipendekeza, rarua. Mungu akasema dogo, umefanikiwa kwenye kiwango hiki. Kuna mambo mengine utashughulishwa ni kama hayana maana, usiyapuuzie.
Narudia tena. Kuna mambo mengine utashughulishwa ni kama hayana maana, maana hakuna wengi wanaoona, hakuna mtu anayekusifia, hakuna ujiko unaopata, iko kisirisiri ndani kama haionekani hivi. Usiyapuuzie, ndio mtaji wa kukupeleka juu. Unaona amina yako ilivyokuwa mbaya? Sema amina yenye afya. Alipomaliza kuua simba na dubu, kumbe Mungu alikuwa amemwandaa Goliati mbele yake. Mungu hawezi kukuandaa kwa ushindi mkubwa kabla hujajifunza kushinda kwenye mambo madogo madogo. Naongea na watu mahali hapo. Babake anamwambia, peleka chakula vitani huko, kaka zako wako huko wanapigana vita, wapeleke chakula uje niambie hali inaendaje huko. Daudi kapeleka chakula, wala hana hata mpango wa kupigana, yeye anapeleka chakula, arudi kwa kondoo wake. Unajua kuna watu umejikuta tu huko Kahama, mwingine umekuja umeolewa, mwingine ajira, mwingine umekimbia madeni, sawa. Kwa sababu yoyote ambayo imekuleta hapa Kahama, hiyo ni sababu ya nje, lakini Mungu analo kusudi ndani. I say, hivi kumbe mmechoka eh? Wewe unaona sababu ya nje, kumbe Mungu analo kusudi ndani. Daudi anapeleka chakula, kumbe Mungu anapeleka mkombozi kwa ajili ya kuondoa watu kwenye makucha ya Goliati. Anafikisha chakula, anamkuta jamaa anayepokea vyakula yuko pale peke yake. Wanajeshi wote hawaonekani, kuanzia rais mpaka kuruta wote hawaonekani. Kipindi kile rais wa nchi ndio anatangulia mstari wa mbele kupigana. Daudi anauliza, makomando wako wapi hapa? Anaambia subiri tutawaona. Anashangaa wanachomokea vichakani. Blasa vipi? Anambia dogo wewe acha huko pamechimbika. Kuna nini? Anambia subiri kidogo utasikia. Mara akasikia sauti huko rafiki na jamaa limemeza kabusta ndani. Iliposema tu wanaume wote mbio vichakani. Daudi kakabaki kanaliangalia kwanza. Jamaa limetukana, akasema hivi huyu jamaa ni nani Mfilisti huyu ambaye hajatahiriwa? Sio kama mkagua lile mimi sijui. Ni nani Mfilisti? Nimalizie historia. Saa 7 hii, wewe semeni tu amini, shaurieni. Mtaachika. Haleluya. Ni nani Mfilisti huyu asiyetahiriwa? Anatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Kakamwendea kaka yake kichakani, blaza, nini? Kuna utaratibu gani umeandaliwa kwa atakayeondoa aibu hii? Yaani Daudi hata haulizii mbinu za kivita za Goliati, hata haulizii amekuwa komando kwa muda gani, hata haulizii ana silaha gani. Yeye anauliza kwamba hivi hii ni aibu, atakayeiondoa. Maana kana majibu yupo atakayeiondoa. Kuna utaratibu gani umeandaliwa? Blazaji akasema, wale kondoo umemwachia nani? Nyumbani. Blaza nimekosea nini? Nilikuwa nauliza tu kuna utaratibu gani umeandaliwa. Kalipoona anakazingua kakatafuta mtu mwingine. Ukimwendea mpendwa ukaona anakuletea maneno ya kukuvunja moyo, achana naye. Tafuta mtu anayekujenga. Yule mwingine alikuwa mzalendo akasema, atakayeondoa hii aibu dogo. Jambo la kwanza anatajirishwa ukoo wake wote. Daudi akasema, inaingia kidogo. Kuna watu wengine haujijui tu. Ukitumia kile Mungu amekupa, Mungu atakuinua mahali pa juu ambako sio tu utanufaika wewe, mpaka ukoo wenu wote utanufaika. Kuna watu umetoka familia za kimaskini. Mungu amekuweka kwenye position ambayo ukikaa na Mungu vizuri, anaenda kuinua kwenye maisha na unaenda kuvunja laana ya umaskini kwenye familia yenu. Ulikuja umaskini kwa babu, bibi, baba, kaka zako, kufika kwako, kuanzia kwako kwenda mbele, historia inabadilika. Ukijua kusimama mahali Mungu anataka usimame. Kuna watu hapa mtakuwa sababu za wazazi wenu kule vijijini, watakufa na uzee mwema, watakufa wakimtukuza Mungu kwa sababu yenu nyewe. Hivi naongea na watu hapa. Anaambiwa atakaye kuwa na mafuta ya kuangusha aibu hii, ukoo mzima unatajirishwa. Daudi akasema hiyo ni moja. Kuna nyingine? Akasema anapata msamaha wa kodi. Maana yake hakuna cha mashine za EFD. Ukiagiza magari bandarini, Magufuli hana kesi nayo. Daudi Enterprises ni msamaha.
Ukifungua duka TRA wanakamataga wajinga wengine, sio kwako. Wakifika kwa Daudi, Bwana asifiwe. Ndio, naona unaendelea mzee. Acha tukamate wajinga wanaiba kodi ya serikali hapo. Hivi unaelewa ninachokiongea? Lakini ndio maana ya msamaha wa kodi. Daudi akasema na hiyo kidogo imeniingia. Kuna nyingine. Akaambiwa unaoa binti wa rais. Daudi akasema hapo mmenigusa penyewe. Ubachela bye bye. Unaonaje wewe unafundishwa ndoa na mtoto wa rais? MC tu mwenyewe, waziri wa michezo na utamaduni. Watu wa usalama wanaenda pale, tai nyeusi, suti nyeusi. Ambia mzee, kuna mtu amepatikana kuondoa hii aibu. Mleteni. Daudi, shikamo. Sauli anamwangalia Daudi, akapiga keyboard ka nyumbani kwangu hapo. Anambia mwanangu Daudi, hii ni vita baba, sio keyboard. Daudi anamwambia mzee, ulipokuwa unanipa ajira Ikulu, ulikuwa hujasoma vizuri faili langu, ulisoma tu CV ya keyboard. Kuna CV nyingine zilikuwa kwa ndani huko zisoma. Zikoje? Niliua simba. Daudi, usilete mchezo. Tuko kwenye janga la kitaifa. Siku 40 majeshi hayapigani wala hayarudi nyumbani. Wanakula asubuhi wanatukanwa, wanakula cha mchana, alafu jioni wanatukanwa, wanakula cha usiku wanalala. Yaani ilikuwa ni moja kutoa mara mbili. Kana mwendea Goliati kameokota mawe 5. Goliati akasema, dogo unanijia kwa mawe, mimi Mungu nakutandika leo mpaka utaipata. Daudi akamwambia, wewe nishakupimia hizo nyama leo, bonge la pati kwa ndege wa angani. Anambia unanijia kwa fumo na mkuki, mimi ninakuijia kwa jina la Bwana wa majeshi. Hebu sema unajua ukiwa na huyu Mungu ambaye tunaye, ukijua siri ambayo tunayo, shetani akijiinua eti mchawi anaingia nyumbani kwako usiku hana nguo, yaani ukimuona wala usikemee, sema wakati ameusi. Na weusi tuna kazi. Kila kibaya ni cheusi. Wakisema kwa umekelea umekona, keusi. Sasa kusema umekona kile keupe wewe. Keusi. Katoto aliko kazaa. Wakisema wachore shetani kwenye karatasi, weusi, yani weusi tuna kazi. Mungu tusaidie weusi. Najivunia weusi. Maana ni rangi adimu sana kupatikana. Oh, haleluya. Daudi aliokota mawe 5. Wengine wanasema ni huduma 5. Sawa. Lakini Biblia inasema hivi, Goliati alikuwa na ndugu zake wengine 4 wakubwa kama yeye. Kwa hiyo Daudi alikuwa anakwenda kimkakati, strategically. Kaokota mawe 5, maana yake ila hapa ni la Goliati. Ndugu zake wakijipendekeza, nina akiba kila mmoja la kwake. Kama kuna watu wanaotakiwa kwenda kimkakati, ni waliookoka. Usiende hovyo hovyo. Nenda kimkakati. Sema amina iliyoshiba. Kakazungusha kwa jina la Bwana wa majeshi. Jiwe likaenda straight. Piga Goliati kwenye kipaji cha uso. Mimi hapo ndipo niliposhangaa. Biblia inasema jiwe lilipompiga Goliati akaanguka kifudifudi. Yaani unapigwa mbele afu unaangukia mbele. Hapo ndipo niliposhangaa, nikasema Mungu, hivi naisoma vizuri lakini yani alipigwa badala ya kwenda nyuma Mungu anafanya mambo juu ya akili za wanadamu. Huyo ndiye Mungu tuliye naye ndani yetu. Hebu sema wow. Goliati chini na Daudi hakujiuliza kwamba nimepata au nimekosea. Wamama wameshaenda studio kama quality. Daudi kaua 10,000, Sauli 1,000. Wapi mama nani mtoto ya Kibondo? Leo kwanza tumejenga ofisi, tuko ndani ya jengo zuri na Yesu tunaye. Hebu nisikie kelele za watu wanaomjua Yesu mahali hapa.
kukimbia nyumbani. Unafikiri anasema nyumbani tena? Sasa hivi ni kutembea kwa pose. Habari yako? Nzuri. Unamfahamu Daudi? Daudi yupi? Yule ambaye ameua Goliathi juzi? Namfahamu. Mdogo wangu mimi. Wanaokudharau leo, siku zinakuja watatumia jina lako kupata heshima mtaani. Kama unanielewa piga kelele. Kama unanielewa piga kelele. Kama unampenda Yesu piga kelele. Shangilia, 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 shangilia. Hallelujah. Baada ya hapo Daudi anakuja kwenda kuingia ikulu kwa wakati Mungu aliyoutaka, na alikuwa mfalme aliyetawala miaka 40, hajawahi kushindwa vita. Kwa nini? Alimjua aliyemo ndani yake. Jamani, wangapi unamjua aliyemo ndani yako? Jiandae kuona mabadiliko kwenye maisha yako. Jiandae kuona Mungu anaanza kukuinua toka hatua kwenda hatua. Jiandae kuona unaanza kuinuka machoni pa adui zako. Jiandae kwanza kuona yale yaliyokwenda kushinda zamani sasa unayaweza tena. Kama unanielewa sema amina yenye afya. Hebu simama kwa miguu yako.